Ndugu wananchi mliohudhuria, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika tukio hili la ufunguzi wa nyumba hizi za wafanyakazi wa afya, tukiwa tuko ndani ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu. Nimesimama kutoa shukrani tu kwa sababu nadhani maelezo yote yameshatolewa, na mimi nichukue fursa hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu nishukuru Wizara ya Afya kwa kusimamia kazi hii mpaka leo imekamilika na tuko hapa kwa ajili ya kuifungua rasmi. Hongereni sana. Aidha, nichukue fursa hii nimshukuru mkandarasi kwa kuikamilisha hii kazi mpaka hapa ilipofika. Tumeambiwa bado kuna kazi chache za kukamilisha, ni watake wakamilishe kazi zilizobaki katika muda mfupi kabisa ili tuwe tumekamilisha kazi hii hatudaiani. Aidha, mshauri elekezi tunamshukuru kwa kusimamia mpaka hatua hii, naye namtaka hakikishe kazi zilizobaki zinatimizwa katika muda mfupi ujao ili wahusika waingie na waweze kuishi katika nyumba hizi na waweze kutoa huduma kwa wananchi kama ilivyo dhamira ya ujenzi wa nyumba hizi. Ndugu zangu, baada ya shukrani hizo, niseme moja tu kabla ya kuhitimisha, nalo ni kwamba lengo la serikali ni kuongeza ubora wa huduma za afya nchini, na ndio maana tunafanya kazi mbili. Moja ni ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya afya, lakini pili ni ujenzi wa makazi ya wafanyakazi wa afya ili wawe karibu na sehemu wanazotoa huduma. Hivi sasa tunavyozungumza, tuna ujenzi wa vituo vya afya katika ngazi za chini nchi nzima, Unguja na Pemba. Lakini tumeshakamilisha ujenzi wa hospitali za wilaya zote katika wilaya 11. Sasa hivi tumeshaanza ujenzi wa hospitali za mikoa. Mkoa wa Mjini wa Magharibi imekamilika. Tuko katika harakati za kuhakikisha mikoa yote minne iliyobakia ya Unguja na Pemba inapata hospitali za mikoa. Lakini hatutosubiri zikamilike hospitali za mikoa kabla ya kuanza hospitali kuu za kitaifa zile za rufaa. Tutakuwa tuna hospitali 3 kubwa. Mnazi Mmoja inafanyiwa ukarabati mkubwa na ujenzi. Maana tukisema ukarabati inaonekana kama vile tunarekebisha. Hapana, ni ujenzi mpya wa hospitali ya Mnazi Mmoja ambayo itakuwa ya kisasa kabisa. Lakini vile vile tunajenga hospitali kubwa ya kitaifa eneo la Binguni, hiyo itakuwa ni ya kufundishia, teaching hospital. Lakini vile vile tunajenga hospitali maalumu kwa magonjwa ya saratani, yani kensa, katika eneo hilo la Binguni. Kwa hivyo baada ya muda mfupi tutakuwa tuna hospitali za mikoa yote na hospitali za kitaifa 3: Mnazi Mmoja, Binguni Teaching Hospital na Binguni Cancer Hospital. Haya ni mafanikio makubwa katika sekta ya afya, lakini ataambatana na ujenzi wa nyumba za wafanyakazi maeneo yote hayo ili wafanyakazi wawe karibu na maeneo wanaotoa huduma. Sasa hapa nitoe maelekezo tu kwamba asanteni sana. Maelekezo ninayotaka kuyatoa hapa ni kwamba ujenzi wa nyumba za makazi haupaswi kuwa ni jukumu la Wizara ya Afya. Wizara ya Afya wajikite katika jukumu lao la kutoa huduma. Wajenge hospitali, wahakikishe huduma zinatolewa. Kuanzia sasa, ujenzi wa nyumba za wafanyakazi zifanywe na shirika la nyumba. Maelekezo haya nimeshayatoa kwa shirika. Ni matumaini yangu wizara mnanisikia. Kutoka sasa waonyesheni maeneo yenu tu. Ujenzi utafanywa na shirika la nyumba na utafanywa kwa ufanisi na kwa haraka.
Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu shirika la nyumba ndio wenye kazi ya kuhangaikia masuala ya makazi kwa wananchi na wafanyakazi wa serikali. Wana uwezo mkubwa wa kusimamia, wana uwezo mkubwa wa kufanya kwa haraka. Ujenzi wa jengo hili umechukua miezi 20. Jengo hili halipaswi kuchukua miezi 20. Jengo kama hili linajengwa kwa miezi 6 tu. Lakini vile vile gharama za ujenzi huu ni kubwa. Shirika la nyumba linajenga nyumba na kuziuza kwa milioni 130 mpaka 150 na faida yao imo humo ndani. Kwa hivyo ninaona ufanisi mkubwa zaidi uko kwa shirika la nyumba. Kuanzia sasa, Wizara ya Afya, nyie mjikite katika ujenzi wa hospitali, sio nyumba za wafanyakazi. Baada ya kuyasema haya, sasa naomba nikamilishe hotuba yangu kwa shukrani kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii. Kama tunavyotambua, tuko katika maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi. Kwa kweli miradi inayofunguliwa ni mingi, inaonyesha kwa kiasi gani tumefanya kazi za kuleta maendeleo katika sekta zote. Tunafungua miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya maji, miradi ya barabara, viwanja vya michezo, viwanja vya ndege, bandari, alimradi kila sekta tumeigusa katika maadhimisho haya ya miaka 62. Haya yote ni kuashiria kwamba nchi yetu inapata maendeleo makubwa katika sekta zote. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kudumisha amani katika nchi, ili hayo yote tuweze kuyafanya kwa ufanisi zaidi, ili kabla ya kumalizika kipindi hiki cha awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 8, basi yale yote tuliyokusudia yawe yametimia.